Mtazamaji wa IAA TV, kilichokuwa kinaendelea hapa ni orientation ya career development ambayo ilikuwa inafanyika na baadhi ya wanafunzi ambao wameshawahi kupitia kwenye chuo cha uhasibu. Zaidi ni kufanya motivation kuhusiana na kile wanachokisoma, connect na biashara. Na hapa nimekutana na kaka ambaye alikuwa akitoa mafunzo, lakini pia yeye alishawahi kupita kwenye chuo cha uhasibu Arusha. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Adolf Patrick Mazi. Na hapa kulikuwa na career development ambayo tumesikia na tumeona mkitoa mafunzo kwa wanafunzi. Inahusu nini hasa? Yes, kilichokuwa kinafanyika hapa zaidi ni tulikuwa tunafanya kitu kinaitwa Career Development Connection, ambao tulikuwa tunatoa ni mafunzo maalum ya wanafunzi ambao wanajiunga na chuo cha uhasibu Arusha. Tunawajaribu kuzungumza nao na kuwaelekeza kwamba chuo cha uhasibu Arusha tayari kimeshatengeneza mazingira ambayo ni ya kumfavor au ya kumwezesha mwanafunzi ambaye anasoma kozi yoyote. Kwa hiyo hapa ni kwamba sisi tuna kiotamizi ambacho kiko chini ya chuo cha uhasibu Arusha kinaitwa IAA Business Startup Center. Kiotamizi hiki kazi yake kubwa ni kumchukua mwanafunzi ambaye anasoma kozi fulani, mfano business administration, lakini yeye ana wazo la kufungua biashara au enterprise yoyote ile, lakini hajui anaanzia wapi, hajui atafanya nini ili afikie ile wazo. Kwa sisi kiotamizi hiki lengo lake kubwa na kazi kubwa ni kwamba ni kumchukua yule mwanafunzi ambaye anasoma kozi mwenye wazo la kufanya kitu fulani, kumfunza na kumwelekeza namna ya kufanya ile biashara ambayo anaifanya, kwanza bila kupoteza muda kwenye masomo yake, lakini cha pili kwa kufuata utaratibu wote kwamba mimi ninasoma nitafaulu, lakini baada ya kufanya masomo au baada ya kugraduate tayari nitakuwa na kitu changu ambacho kinajitegemea. Kwa hiyo sisi IAA Business Startup Center kazi iliyo kubwa ni kufanya ideation, development au career development kutoka kwa mwanafunzi ambaye ana idea ya biashara. Ukishakuwa na idea ya biashara tunakuwezesha sasa kufikia mpaka kwenye operation stage. Yes, ndio kitu ambacho kwa kinafanyikia hapa. Kwa hiyo ni muendelezo, leo ni siku ya kwanza, kwa ni muendelezo wa mara kwa mara. Tunawaonesha pia wazazi kwamba wanafunzi waliochagua kujiunga na chuo chetu hiki pendwa cha uhasibu ni sehemu safe. Mimi binafsi ni mwanafunzi ambao nimemaliza zaidi ya miaka 2, ni wanafunzi wa kwanza kusoma kozi ya utalii hapa uhasibu. Lakini Mungu ni mwema, tangu namaliza chuo sasa hivi ni kijana ambao tayari tumeshakuwa na biashara zetu, tumefanya kuwa na ni chanzo sasa cha ajira kwa vijana wengine, kwamba tumeshaajiri watu wengine kwa biashara ambazo zimezaliwa ndani ya chuo hiki. Kwa hiyo unayemuona hapa ni mmiliki pia wa kampuni ya utalii, lakini pia ni mwanzilishi wa microfinance ambayo ina wanahisa 10 wote ambao ni wanafunzi wa hapa uhasibu. Na hiyo ni ruksa kwa mwanafunzi yoyote kujiunga na business startup. Lakini kuna ushauri mmeutoa. Ushauri gani zaidi ambao mlikuwa mnalenga kwa wanafunzi? Cha kwanza kujiunga na Business Startup Center ni bure, hakuna gharama yoyote. Lakini ushauri ambao tulikuwa tunajaribu kuwapa zaidi, wanafunzi wanatoka sehemu mbalimbali. Kuna wengine wanatoka kijijini, wengine wanatoka mjini, kila mtu anakuja na tabia zake. Kuna mwingine anatoka sehemu ambapo mzazi wake anamtegemea yeye ili afanikishe labda mazingira au familia yake. Kwa sisi tulikuwa tunajaribu kuwaonesha kwamba hata kama utakuwa umetoka Kigoma, umetoka Katavi, umetoka Dar es Salaam, umetoka wapi, unapokuja hapa uhasibu, cha kwanza focus na masomo. Lakini cha pili hakikisha kwamba chuo cha uhasibu hutoki bure. Unakuja hapa na bila kitu, lakini uhakikisha unaondoka hapa na elimu na biashara au na mawazo, lakini si kingine chochote. Kwa hiyo ushauri ambao tulikuwa tunawapa zaidi ni kwanza kujitambua, wajue wao ni wakina nani, lakini wafahamu kwa nini wao wazazi wao wamewaamini na kuwaleta hiki chuo na sio chuo kingine. Kwa majina naitwa Muhammad Ramadhani Costa, ni alumni hapa chuo cha uhasibu Arusha, lakini vile vile ninalelewa hapa chuo cha uhasibu Arusha. Mimi ni mjasiriamali, nimeanzia nikiwa niko chuoni na mpaka sasa hivi na ofisi yangu iko nje, na nimekuja hapa kuongea na wanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha kuwaonyesha kwamba kuwepo chuo sio tu kusoma, kuna vitu vingine ambavyo viko chuo na wanawezaje kukopa na maisha ya chuo na namna gani wanaweza kuishi wakiwa ndani ya campus. Yes. Ni ushauri gani ambao zaidi mlikuwa mnalenga kuwapatia wanafunzi? Ni kwenye maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ni kuelewa thamani yao, ni kwa nini wako hapa. Sawa Wanafunzi wengi wanafikiri kwamba kuwepo chuoni ni kwa ajili tu ya kwenda kuingia madarasani na kusoma. Lakini chuo cha uhasibu Arusha ni zaidi ya kusema tunakuja darasani kusoma. Hichi chuo ni katika vyuo vichache ambavyo badala ya kutengeneza waajiriwa kinatengeneza pia waajiri. Na wanafunzi wengi wanapokuja hapa pengine wanafikiri kwamba mkuja hapa kusoma ili wakaajiriwe. Kwa hiyo tunakuja kuwaeleza kwamba sio tu mmekuja hapa kusoma mkaajiriwe, mnatakiwa mjifunze namna ya kwenda kuajiri watu. Na sio na namna gani utaweza kuajiri watu, unaanza kujifunza kuajiri watu kuanzia umeingia chuoni mpaka unatoka. Maana yake hapo unaposoma
unasoma na wafanyakazi wako. Sawa eh? Kwa hiyo kama unasoma na wafanyakazi wako, inabidi uelewe namna ya study human resources, namna gani unaweza kwa mobilize watu, namna gani ya kuwa kiongozi bora ili uweze kuongoza taasisi. Na uongozi unaanzia ukiwa hapa. Ni utaweza kujiunga na watu gani? Kampani yako iwe na watu gani? Ili utimize malengo yako kama kijana, unatakiwa kuchagua aina ya marafiki ambao unatakiwa kuwa nao, na ni pia pressure, namna ya kuangalia ni pressure gani ambayo inakukumba. Hasa kama kijana, sisi huwa tuna pressure nyingi za kujiingiza kwenye tabia za hovyo. So wanafunzi wanatakiwa waelewe namna gani wanatakiwa wapambane na hizi pressure kila siku wakiwa vioni. Ni mwanafunzi wa mwenye sifa zipi anatakiwa kujiunga na business startup? Kwanza ni awe mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha. Lakini pia kuna nafasi za wanajamii. Nafikiri ni 10% ya wanachama wa Startup Center wanatakiwa kuwa wanajamii. Kwa hiyo wanafunzi, yani kitendo cha wewe kuwa mwanafunzi, tayari wewe una haki ya kujiunga na Startup Center. Lakini jambo la pili, unatakiwa uwe na idea, wazo. Sawa, la nini unaweza kufanya kupitia kile unachokisoma ama hata ambacho ukisomei, lakini una wazo la biashara, wazo la kuajiri, wazo bunifu, lolote njoo nalo. Startup Center wanakusaidia kulifanya lile wazo, tunasema commercialization. Unalifanya lile wazo lilete mapato. Yes, kwa hiyo mtu yoyote, na kujiunga Startup Center ni bure. Hakuna malipo yoyote wewe kujiunga. Ukishakuwa mwanafunzi unaenda pale, kuna fomu utajaza. Baada ya hapo wewe ni mwanachama, wanaanza kukufundisha namna ya kutengeneza mawazo mazuri ya biashara na taratibu nyingine zinaendelea.